Taarifa ya bodi ya ligi imetufikia kwa maana ya breaking news, na taarifa ambazo zimetrend sana ni taarifa ambazo zinahusu wakubwa wawili pale mitaa ya Kariakoo kwa maana Jangwani na Msimbazi. Simba Sports Club imekula lungu, pia wananchi Yanga wao pia wamekula lungu, lakini kubwa zaidi ni marefari ambao walikuwa wamehusika kwenye mchezo wa Kariakoo Derby ambao ulipigwa kule visiwani Zanzibar, na baadhi ya marefari hao wamekula lungu kwa kufungiwa. Na hapa tuko na wachambuzi wakina Wilson Josia, nipo na Charles Mpunga, tutapata kusikia tu wao maoni yao yanasemaje juu ya adhabu ambazo zimekuwa zikitolewa na bodi ya ligi. Taarifa hii ambayo inahusika kwamba mwamuzi Ahmad Saidi kutoka Mtwara amefungiwa kuchezesha mpira kwa miezi mitatu baada ya kuonesha kibendera cha kuzidi dakika ya 61 kwa mchezaji Prince Dube wakati akiwa hajaotea. Kwa mfano kutazama ule mchezo kwanza kwako Wilson. Tukitazama ule mchezo kwa ulikuwa na matukio ambayo ilikuwa ni ya controversial kwa maana ya akiwa na utata. Unadhani kwa referee kushindwa kutafsiri sheria ya offside kumfungia ni sawa? Nafikiri makosa yamekuwa ni mengi sana. Yaani achana tu na hilo kosa. Lakini makosa ya waamuzi yamekuwa ni mengi sana. Nafikiri sio leo tu, way back huko ilikuwa ni makosa ambayo kujirudia, na mara nyingi tunaweka kwenye mizani ama kwenye msemo wa kusema ni makosa ya kibinadamu. Yaani kama tunawakingia kifo tunasema ni makosa ya kibinadamu. Nafikiri ni vitu ambavyo wanatakiwa kujirekebisha, manake marungu kama yanapokuwa yanapita, manake hata wao wenyewe wanajua kweli I have to be perfect. Natakiwa nifanye kilicho bora ili niweze kufika level za juu. Kwa hiyo ukiangalia kwenye mchezo huo ulivyokuwa, utaangalia alipokuwa amesimama yeye alipokuwa line 1 amesimama na kunyoosha, ndio alipokuwa alitakiwa akae usawa ule kuangalia nani ambaye kazidi. Ukiangalia Prince Dube alikuwa ndani kabisa na alikuwa anafanya timing tu ya mpira ukishuka then aanze move, ama mpira unapotoka kwenye mguu ulikuwa ni mwenda ama mnyeto unapotoka tu then nifanye move. Kwa hiyo nafikiri ilitakiwa kuwa makini zaidi kwa sababu ni mchezo ule ambao una pressure. Tunasema na watu wengi sana. Maana yake kupitia mchezo ule unapata taswira hata ya ligi yetu. Kwa hiyo ni mchezo ambao unafuatiliwa ndani ya Tanzania na nje mpaka Tanzania. Kwa hiyo inatakiwa awe smart. Kwa hiyo kwa ile kosa ambayo alifanya, nafikiri mimi kwangu mimi ilikuwa ni sahihi, na mara nyingine nasisitiza sana kwamba yani hivi adhabu kama zipo basi zitolewe tu, na hata kama ni zaidi basi itapendeza zaidi na zaidi. Charles, mshike bendera kwa maana line 1 Kasim Mpanga aliweza kuonesha kwamba Suleiman Mwalimu aliweza kuwa ameotea na kukataa goli ambalo lilikuwa halali la Simba Sports Club, ambalo lingeweza kupelekea Simba Sports Club kumaliza mchezo akiwa wameshinda mchezo. Amefungiwa. Tafsiri yake ni kwamba ni muendelezo wa makosa ya kibinadamu, au pia ni kwa maana pia kuna muda tunawaonea marefari kwa sababu hata wenzetu ambao nchi zimeendelea mpaka kaja na video assistant referee kuweza kuwasaidia marefari, kwa sababu kumbuka yeye hapati faida ya picha ya marejeo. Au unaona kwamba ni adhabu ambayo wanastahili kuzipata? Kwanza kwenye swali lako kwenye hii michezo ukiondoa wale marefari wengine walokuja, hakuna mechi ya Simba na Yanga au tuseme mechi ya Kariakoo Derby ambapo marefari hawajapata lawama au hawajapata adhabu kutokana na, lakini mbona wale marefari ambao walikuja kutoka nje walifanya vizuri? Na ndio maana nikakwambia hivi, kama umeninukuu vizuri au umenisikiliza vizuri, ukiondoa mechi ya ilikuwa ni Juni 25 Juni 25 la season, wale marefari kutoka Egypt, hakuna mechi ya Simba na Yanga au Kariakoo Derby ambayo marefari wamekosa lawama au kuna adhabu ambayo haijatoka kutokana na vitendo ambavyo walivyofanya. Tafsiri halisi ujumbe ambao unautuma Charles ni kama marefari wetu wana changamoto. Changamoto ipo tena ni kubwa, lakini nafikiri ni kwa sababu labda ya kupiga hatua kwa marefari wetu, na hata ukiangalia kwenye mashindano ya kimataifa wanaokwenda ni marefari wawili mpaka mmoja, tena ni mshika kibendera. Kama sio Frankie Komba basi ni Ahmed Alajiga. Tena Ahmed Alajiga ni kwenye ile michezo ambayo ya kufuzu ndio unaona achezesha, lakini Frankie Komba kwenye AFCON takriban 2 mfululizo alikwenda. Yaani ndio mwakilishi pekee wa taifa la Tanzania ukiondoa Taifa Stars. Kwa hiyo unaona kabisa bado sisi kwenye level ya marefaris bado tuko nyuma sana. Kwa sababu gani? Makosa ya kujirudia ni yako mengi. Si walaumu
najua kazini kwao kuna kazi. Na ligi yetu nafikiri unaijua, ligi yetu ni kivyetu vyetu. Winston bwana, Simba Sports Club wamekula adhabu takriban milioni 15. Ndio. Kwa makosa yale ambayo tumekuwa tukilalamikia sio ya kimichezo. Simba Sports Club walikataa kutumia chumba ambacho walikuwa wameandaliwa kama timu mgeni, wakaenda kutumia sehemu ambayo ukumbi wa wanahabari. Kwa kosa hilo wakatozwa shilingi milioni 5. Lakini pia Simba Sports Club hawakuingilia geti au mlango ambao ulikuwa rasmi wa kuingilia. Unadhani vitu kama hivi kwenye ligi yetu ambayo inasibu kama ni ligi namba 5 barani Afrika kwa ubora vinaacha athari gani au picha gani kwenye uwekezaji wa mchezo wa soka? Nafikiri taswira na utumwa hapa ni kwamba tunaamini zaidi katika vitu ambavyo ni nje ya uwanja kuliko kuzijenga timu zetu vizuri kwa ajili ya kwenda kupambana uwanjani. Tuamini katika quality ya timu, tuamini katika mpango kazi kuelekea mchezo husika. Tunaamini kamati za ufundi za kufanya kazi ndio tuweze kufanikiwa. Nafikiri taswira ambayo tunaituma. Kwa hiyo hivi mimi waga najiuliza kamati za ufundi huwa zinacheza kweli mpira? Nafikiri hapa tupate siku moja kwa sisi tu ambao tumecheza mpira zinacheza kabisa. Sasa mtu anaweza kwenda akafunga hivi unasikia Saidi, kuna namna inafanyaje zina apply mara nyingi, lakini zinakutegemea na wewe pia una uwezo ujitoe na uwezo kwanza, uwe na uwezo kwanza, then ndo kamati kusaidie. Sio umenipata? Ndio maana uje tukizungumza katika engo hiyo kuna mataifa mengi ambayo tunaona kabisa mara nyingi katika engo nzima hiyo ya kamati ya ufundi wapo vizuri na wafanye vizuri. Sio umenipata? Kwa hiyo kama ni engo hiyo basi tungekuwa tunawapa tu makombe wao kwa sababu tunajua moja kwa moja 11 na Ujerumani peleka waganga karibuni 100. Sio umeona kitu kama hivyo. Yaani unaweza bado ukachawia ama ukaroga lakini bado usifanikiwe. Kwa hiyo nafikiri tujikite zaidi kwenye kutengeneza timu zetu, kutengeneza kikosi bora, mikakati bora, alafu benchi nzuri la ufundi na mikakati mizuri kuelekea mchezo husika. Nafikiri inaweza kuwa ni tija zaidi. Suleiman Mwalimu ameingia kwenye tunasema kilungu au lungu la kufungiwa baada ya kumpiga kiwiko. Kwenye michezo sio matukio ambayo yanavutia. Unajua football ni mchezo ambao unataka uungwana, unataka ustaarabu, unataka kuwaza afya na usalama wa mwenzako. Vitu kama hivi kwenye michezo vina athari gani kwa mchezaji? Yaani kwake yeye nafikiri tayari atakuwa shajifunza kwamba nimekosea na nimehatarisha afya ya mchezaji. Lakini mimi mwenyewe kama mimi kukosa mechi 3 kwa namna nipunguzia hata credit kwa sababu kwenye game ambazo labda utakiwa ucheze kuna numbers ambazo ungeziongeza zaidi kuelekea kumalizia kwa msimu, labda tukikutemu na numbers ngapi. Sio umenipata? Kutokuwepo kwenye mchezo moja kwa moja wewe hauscore. Sio umenipata? Namba zao kama ni 3 zinabaki kuwa 3. Lakini kama upo maana yake kuna probability ya kuscore au kutoscore kwa sababu muda wote unaweza kaingia kwenye lineup. Kwa hiyo nafikiri kwa Kenya na athari, lakini mpira kama mpira una sheria zake. Sheria namba 12 ya faulo inasema inahusu zaidi fouls and misconduct. Yaani kuna yale vitendo viovu kwenye mpira havitafanya hajaviruhusiwi. FIFA wenyewe wanazuia wakishirikiana pamoja na IFAB kama International Football Association Board kuhusiana na hii sheria. Misconduct iliyofanya of course sio vizuri. Unaweza kuwa kweli umefanyiwa madhambi lakini hutakiwi kulipiza kwenye mpira. Kwa hiyo ukiangalia pale kutokana na kubugudhiwa na Andy Bikoko ni kama alibidi alipize kwa kiwiko. Ameoverreact. Sasa ile kiwiko tunasema ni elbow ni misconduct. Maana yake kama ni misconduct maana yake lazima tukupe red card kwa kupumzike nje ili ukajifikirie. Lakini kwenye mchezo wa kupewa red card. Ndio makosa sasa hayo kwamba kuna zile kamati za utendaji na ufuatiliaji wa hizi tunasema masaa 72 kwamba zinakaa na zinachanganua zinaangalia vizuri replay kwa makini then wanakuja na solution nzuri. Solution yake ndo kama nafikiri mimi Gladson nitasitiza na kusema kwamba nafikiri adhabu zingeongezeka maana kuna makosa ambayo unaona kabisa yanaweza kuepukika. Tuliza temper, wewe ni mchezaji, ni professional. Usireact kama mchezaji ambaye anacheza ndondo unavyoona mtaani. React kama professional. Umekosea ni fair kwa sababu yeye mwenyewe anakuzuia wewe usiscore. Kwa hiyo just cool. Then fanya mambo mengine yaendelee. Alafu then mwenyewe atajiona tu mjinga. Sio umenipata? Kwa hiyo vitendo ambavyo tunataka tuvikemee na kama ni adhabu nafikiri kama ni mechi 3 basi ziwe hata 5. Sema na bahati.
Wenzie wote walikulaga milioni 1 na mechi 5. Yeye ana bahati milioni 1 na mechi 3. Bwana, hayo tumeweza kugusia na kugusa kwa kweli hapa kwenye kijio cha soka ulevi, juu ya adhabu mbalimbali zinaweza kutolewa kwa wachezaji, lakini pia vilabu kuhusiana na makosa ambayo wamekuwa wakiyafanya. Kama hujasubscribe Kiswaga Media, basi unachelewa kweli kupata vitu vingi kweli. Kwenye Instagram account ya kwetu unaweza kumfollow Winston Josia, lakini pia unaweza kumfollow Charles Mpunga kwenye Instagram account. Lakini pia usisahau kusubscribe Kiswaga Media pale kwenye YouTube account ya kwetu. Langu jina ni Saidi Sabini, ndio wanapenda kuniita. Mpaka wakati mwingine, mimi niseme asante sana kuendelea kutazama Soka ni Ulevi.